Chum TV. Furaha kiganjani. Wafanya biashara katika soko la Jumbi wamezitaka taasisi, wadau na wanaharakati wa masuala ya kisheria nchini kuendelea kujikita katika masuala ya uelimishaji jamii juu ya upatikanaji wa haki, hasa kwa upande wa wanawake na watoto kwenye masuala ya mirathi na vitendo vya udhalilishaji. Wafanya biashara hao wameeleza hayo baada ya kupatiwa elimu ya kisheria inayohusiana na masuala mbalimbali ya kisheria iliyotolewa na Chama cha Majaji na Mahakimu Wanawake Tanzania TAJWA kwa kushirikiana na taasisi ya FAWE Zanzibar. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salum. Tutangazia katika soko hili tukafahamu haki zetu na haki za kina mama na watoto pia. Nashukuru wewe mwendelezo. Pia nashukuru uongozi uliopo juu madarakani wa Dr. Hussein Mwinyi. Kwa hili halijawahi kutokea hapa Zanzibar. Ndio naliona kwanza kwa leo, mara ya kwanza kusikia mahakama inakuja maeneo kama haya ya wananchi kuwafahamisha jambo ili kufahamu haki zao. Meza watoto sasa inapotokea mifarakano, yule mama anatimuliwa kama hakuzalisha chochote kile. Inatokea mwanaume anamfukuza yule mwanamke kwamba ameingia kwenye taraka kulingana na dini, lakini yule mwanaume anakuja kuoa mwanamke mwingine, anakuja kuishi kwenye mazingira yale ambayo yametengenezwa na mama mwingine wa familia ya kwanza. Je, swala hili litaisha lini hapa Zanzibar? Kwa sababu mama ndiyo nguzo kubwa ya familia. Huyu anayekuja kuolewa tena kwa awamu ya pili hawezi kutunza vizuri sawa na huyu mama aliyefanya kazi wakazalisha vitu mbalimbali mpaka akawa na maendeleo ya namna hiyo. Kwa hiyo mimi niko naomba, karibuni soko la Jumbi mkiwa na shughuli yenu ya aina yoyote. Hii kazi yenu kubwa ni kupiga hodi tu. Mkipiga hodi jua soju itawaitikia. Ndivyo sivyo? Pigeni hodi, hakuna mizengwe, hakuna changamoto yoyote, kwa sababu soko ni la kwetu sote. Elimu inawafika wafanyabiashara na ambao si wafanyabiashara. Lengo kuu la serikali ni kufikiwa yale malengo ambayo wameyakusudia. Pana mazima ya ushawishi na kushawishiana. Lakini chengine tutazungumzia namna ya kujilinda na vitendo vya udhalilishaji. Jamani, kuna vitu ambavyo tunaweza kujilinda na vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia. Namna gani tunaweza kujilinda? Kwanza ni kutoa taarifa. Jamani, ni kutoa nini? Taarifa. Tutoeni taarifa, na taarifa tuzitoe kwa wakati. Isiwe leo ukatili au udhalilishaji umetokea leo, baada ya mwezi, baada ya miezi miwili ndio tunatoa taarifa. Tutoeni kwa wakati ili mwisho wa siku sisi jeshi la polisi kwa kushirikiana na wanaharakati wenzetu tuweze kuvichukulia hatua kwa wakati. Na mara nyingi kesi zinazotokea za watoto kuanzia miaka 15, 16, 17 ndio changamoto zinaanzia hapo. Napenda kuwaomba wananchi wote walioko hapa tujitahidi sana kuwashughulikia watoto wetu, kuwalinda, kuwaenzi, kwa sababu hii ni tunu ya taifa, ni tunu ambayo badala ya sisi, maana wao ndio watakuwa mbele yetu. Tujitahidi sana kuwatunza watoto na kuwaenzi, tujitahidi sana kuwafuatilia nyenendo zao wakiwa shuleni, tujitahidi sana kuwalinda. Hilo ndio la msingi. Asante.